mizunguko au ratiba ya awali ambayo ilitoka ya bodi ya ligi ilikuwa inaonesha mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC ungekuwa ni mchezo wa tarehe 8 ya mwezi wa 3, na huo mchezo ndio ambao sisi tulipanga kushinda mabao 6. Yaani tulisema tunapokwenda kwenye FIFA break, mechi yetu ya mwisho ya ligi kuu tuwape zawadi mashabiki wetu wa Simba kwa ushindi wa mabao 6. Lakini bahati mbaya wakachungulia mapema, wakasingizia wameona mbuzi. Matokeo yake mechi haikufanyika, na mechi ya mwisho ya ligi kuu ya NBC kwa upande wetu ikaangukia Dodoma Jiji. Kwa tumekuja tumemfanya vibaya ya Dodoma Jiji, tumemgonga bao 6. Kwetu wana Simba ni furaha na sherehe kubwa kweli kweli. Tunakwenda kwenye FIFA break tukiwa na furaha ya hali ya juu. Mtazamaji wa Uondo TV, hiyo ndiyo kauli nzito ambayo imeonekana kutrendi kwenye mitandao ya kijamii baada ya afisa habari wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally kuzungumza maneno mazito kwamba klabu ya Dar es Salaam Africans ingepigwa magoli 6 kwenye dabi ya Yanga na Simba ambayo ilipangwa ipigwe tarehe 8 mwezi wa 3 2025 katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba ushindi huo ambao wameupata dhidi ya Dodoma Jiji Football Club kutokea Dodoma ni kwamba ni ushindi ambao ulikuwa unapaswa kutokea mbele ya mabingwa wa kihistoria timu ya wananchi chama Rawana ambao ni Dar es Salaam Africans. Maneno hayo yanaweza yakawa na ukweli kiasi gani, mtazamaji wa Uondo TV? Of course ni kauli ambao zimekuwa zinazungumzwa na afisa habari wa timu hizi kubwa. Maybe unaizungumzia timu ya Simba Sports Club, lakini pia unaizungumzia timu ya Dar es Salaam Africans na Azam Football Club. Unamzungumzia Ally Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu ya Yanga, unamzungumzia Ahmed Ally ambaye ni afisa habari wa klabu ya Simba, lakini pia unamzungumzia maybe mtu kama Zaka Zakaza au Shimuibwe ambao ni maafisa habari wa klabu ya Azam Football Club. Kwa hiyo ni moja kati ya kauli ambao zimekuwa zinazungumzwa. Unajua timu moja kupata ushindi maybe kuelekea kwenye game ambayo inakuja, kuna moments au kuna kauli ambazo unakuwa unazungumzia kulingana na ile matukio ambao yanakuwa yanatokea ndani ya kiwanja, kwa sababu of course tunakubali kwamba Simba imepata ushindi mnono mbele ya Dodoma Jiji goli 6-0, lakini kulingana na kauli nzito ambayo amezungumzia afisa habari wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally kwamba ni ushindi ambao walikuwa na utarajia au ambao walikuwa na utegemea kuupata kwenye mchezo wao wa dabi ambao ulitarajiwa upigwe tarehe 8 mwezi wa 3 2025 katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa. Maneno yamekuepo kwa kiasi kubwa, lakini to be honest nafikiri kwamba unaweza ukapata ushindi kwenye game husika lakini ukashindwa kupata ushindi kwenye game husika. Kwa mfano Simba imepata ushindi mbele ya Dodoma Jiji goli 6-0, lakini sio kwamba ungepata ushindi mbele ya Dar es Salaam Africans, kwa sababu kwenye football kuna kitu kinaitwa game approach, different game approach waga zinabadilika kwa kiasi kubwa kulingana na game ambayo inafuata au game ambayo inaenda kutumia mbinu mbalimbali ambazo mwalimu ndo anaamini kwamba mbinu akizitumia zinaweza kaisaidia timu kwa kiasi kubwa kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo vijembe ambao vimekuwa vinatolewa, of course huwezi ukashangaa kwa kiasi kubwa kwamba kauli ambayo ameizungumzia Ahmed Ally kwamba haipaswi kuwa na uhalisia kwa kiasi hicho. Naweza nikakubaliana kwa asilimia kama 40 kwamba inawezekana of course kwenye dabi kupigwa goli 6 kwa sababu historia zipo. Yanga alishawahi kupigwa goli 6, Simba alishawahi kupigwa goli 9, Simba alishawahi kupigwa goli 5, Yanga alishawahi kupigwa goli 4, Simba alishawahi kupigwa goli 5 kipindi cha kwanza, kipindi cha pili ya kurejea. Kwa hiyo ni moment ambazo zimekuwa zinatokea, lakini kulingana na maandalizi ambayo Dar es Salaam Africans ambao walikuwa nao msimu huu na maandalizi makubwa ambayo Simba walikuwa nao msimu huu, sidhani kwamba kauli ya Ahmed Ally kwamba goli 6 zingetoka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho amekizungumza meneja wa habari wa Simba Sports Club ambaye ni Ahmed Ally. Hii ni Uondo TV, Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jerema, the best presenter wa Uondo TV. Kikubwa ambacho nakushauri mtazamaji wa Uondo TV au kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia taarifa zote za kimichezo.